tutaangalia namna dukani inaweza kusaidia bekari yako kukua. Sasa kitu cha kwanza, maanake tuna mauzo, hapa tumeweka kwa Kiingereza, lakini tunaweza kuweka kwa Kiswahili. Tunakuja kwenye more, tunaenda language, tutumie Kiswahili. Kwa tuna mauzo, tuna matumizi na tuna mteja, tuna uwezo wa kumweka yoyote. Kwa cha kwanza tutakachoanza nacho ni mauzo. Sasa ili tuuze lazima tuwepo tuna bidhaa ambazo tunataka kuuza. Kwa tutaanza kwanza kuweka bidhaa zetu kwa ajili ya kuuza. Kwa bidhaa ambazo tutakazozifanyia hapa mfano, cha kwanza itakuwa labda ni mkate mdogo. Lasele ni mkate mdogo ambao bei ya kuuzia labda tunauza kwa shilingi 1000. Huu mkate tunauza ni 1000. Idadi tuliokuwa nayo ni 200. Mkate tunauza kwa piece. Sasa hii bei ya kununulia hapa hatuitumii kwenye bakery kwa sababu tumetengeneza wenyewe. Lakini mkate tunauza kwa piece. Baada hapo tutasave. Lakini pia kama tunauza mikate hapa kwa dazeni na nini tutakuja kuona baadaye. Tuna uwezo wa kuweka huko. Lakini hapa tuna mkate mdogo. Tunauza shilingi 1000. Tulizokuwa nazo sasa hivi ni mikate 200. Kwa hiyo tutahifadhi bidhaa. Baada ya hapo labda tuna mkate wa kati. Mkate wa kati labda bei yake ya kuuza ni 1500. Idadi tuliokuwa nayo ni 150. Kwa hiyo na yenyewe tunauza kwa piece. Tunahifadhi. Lakini pia tuna mkate mkubwa. Mkate mkubwa ambapo tuna idadi ya mikate 100 sasa hivi. Na kila mkate tunauza kwa shilingi 2000. Na yenyewe tunahifadhi. Kwa sasa hivi tuna mkate mdogo, tuna mkate mkubwa na mkate wa kati. Tunaweza tukawa tuna keki, tuna maandazi, tuna skonzi na vitu vingine vyote ambavyo vinapatikana bakery. Kwa baada ya kuwa na bidhaa zetu tuna uwezo sasa kuuza bidhaa moja moja. Kwa mfano kama kwenye huu mkate mdogo tunaweza tukabonyeza tu hapa uza, maanake tukauza huu mkate. Kwa baada kubonyeza hapo tutasema kamilisha mauzo. Baada hapo tutakamilisha kwa keshi, tutakuwa tayari tumerekodi mauzo. Kwa tukienda kwenye mauzo yetu hapa tutaona mauzo ya leo tumeuza shilingi 1000. Kwa tukija nyumbani pia tunaweza kubonyeza tu hapa pa mauzo, tukarekodi mauzo. Hapa juu kuna kuchagua mteja, maanake tunaweza tukawa tuna wateja wetu tayari na tunataka tukipu track ya record za wateja, nani alinunua nini. Kwa hiyo tunaweza kubonyeza wateja, kwa sasa hivi hatuna mteja yoyote. Kwa hiyo tunaweza kuongeza mteja. Kuongezea kwa hapo au tukarudi hapa nyumbani, tukabonyeza hapa mteja, tukaongeza mteja. Kwa huyu anaweza kawa labda ni Mama Juma. Tukaweka na namba yake ya simu. Alafu tukahifadhi. Kwa hiyo tukiwa tunaweka mauzo, maanake tunaweza kuchagua mteja ambaye akawa ni Mama Juma. Alafu tukaweka bidhaa. Labda tunauza ni mkate mkubwa kachukua na mkate wa kati. Hizi mikate mikubwa kachukua 3. Kama kachukua mingi labda 50, kwa hiyo tunaweza kubonyeza tu hapa tukaweka moja kwa moja 30 kwa mfano. Kwa kachukua labda mikate mikubwa 30 na mikate midogo 15. Baada hapo tunakamilisha mauzo. Kama kuna punguzo tunabonyeza tu hapa tunaweka punguzo. Kwa jumla ni 82,500, labda tumempunguzia shilingi 2000. Kwa hiyo inabakia 80,500. Tunakamilisha mauzo. Kwa hiyo tunaweza tukaweka kama tulivyoweka mwanzoni, akawa amelipa zote au huyu mtu kanunua kwa mkopo. Hapa tumemwekea shilingi 80,500. Kwa hiyo tukisema lipa baadaye. Kwa je, sasa hivi ametulipa kiasi gani katika hivi 80,500? Labda katulipa shilingi 60,000. Kwa hiyo itabakia shilingi 20,500. Kwa hiyo tunaweza tukasema je, tarehe ya mwisho wa kutulipa itakuwa ni lini?
kama ipo. Kama hamna basi tunaweza tukaacha, lakini tunaweza tukasema leo ni tarehe 4, huyu mtu anatakiwa tulipe mpaka tarehe 7. Ikifika tarehe 7 hajatulipa, manake system itukumbushe kwamba huyu mtu, kuna mtu fulani imefika tarehe fulani na bado hajatulipa. Kwa hiyo tutahifadhi mauzo. Tukihifadhi mauzo, tukirudi hapa nyumbani sasa tutaona mauzo ya leo jumla ni 81,500. Deni ambalo tunadai ni shilingi 20,500. Kwa hiyo tukienda kwenye mauzo tena, hapa itaonesha mauzo yalokamilika lakini madeni. Kwa madeni itatuonesha. Tukibonyeza kwenye hili deni itatuonesha huyu ni Mama Juma, tunamdai shilingi 20,500. Labda amekuja amezunguruka akaja akatulipa shilingi 10,000. Kwa tutahifadhi, maana itabakia shilingi 10,500. Labda baadaye akaja tena akamalizia hii 10,500. Kwa hiyo itaonekana hapa amelipia 10,500, amelipa 10,000, kwa hatumdai tena na inakuwa nanili yake imekamilika, mauzo yake yamekamilika. Tukienda kwenye hapa kwenye hizi mikate zetu hapa zinaonesha, hapa zimebakia 70, hapa imebakia 199. Kwa hiyo tukibonyeza huu mkate mkubwa itatuonesha tuliuza mikate 30, mwanzoni tulikuwa na mikate 100. Kwa hivyo ndo namna ya kufanya mauzo. Mteja anaweza kaja, labda tunaenda kwenye mauzo, pia hapa tunaweza kuweka mauzo. Labda tukaweka mauzo mkate wakati huu mmoja. Sasa wakati tunakamilisha mauzo, labda mteja akasema atapitia na hela hajalipa, maana yake tunauza tu kuhifadhi. Baadaye akija, maana yake inakuwa hapa. Baadaye akija tunaweza kubonyeza hii tukarekodi kwamba huyu mtu tayari amekuja na amechukua mkate wake. Lakini kama hakurudi, baadaye tunaweza tukafuta tu. Hiyo ni namna ya kurekodi mauzo katika bekari yako. Lakini kitu kingine, baada ya kujua namna ya kurekodi mauzo, tunataka tujue sasa zile gharama mbalimbali ambazo zinahusiana na kuendesha bekari yako. Kwa ni matumizi mbalimbali. Kwa tunakuja kwenye hii, tunabonyeza hapa matumizi. Tukibonyeza hapa maana yake moja kwa moja tunahadi matumizi mapya. Lakini tukitaka kuona matumizi ya zamani na nini, tunakuja hapa zaidi, tunaenda kwenye matumizi ambayo ni haya hapa. Kwa tukibonyeza matumizi, maana yake hapa itatuletea matumizi yote tulikuwa nayo na ambao tunataka kuyaweka sasa hivi. Tunaweza kuongeza matumizi na vitu vya namna hiyo. Kwa katika matumizi, kitu cha kwanza kabisa tunakuwa na aina za matumizi. Tukiwa tunaongeza matumizi, hapa itatuambia tuchague aina ya matumizi. Kwa sasa hivi hatuna aina yoyote ya matumizi. Kwa hiyo itabidi tuziweke kwanza hizi aina za matumizi. Kwa hiyo tukija hapa, hii maana yake itatuonesha aina zote za matumizi ambazo tumeshaziweka. Kwa hiyo tunaweza tukaweka aina mpya. Mfano labda matumizi ya namna ya kwanza, labda matumizi ya generator labda. Generator. Aina nyingine ya matumizi ni matumizi ya usafiri. Matumizi mengine labda ni matumizi ya wafanyakazi. Matumizi mengine labda ni malighafi, vifaa ambavyo tunavyovinunua, tuite ni vifaa kwa lugha nyepesi. Vifaa na malighafi. Matumizi mengine yanaweza kawa labda matumizi labda ya umeme. Tunaweza tukawa na matumizi mengine mengi tu. Haya yote ni aina ya matumizi. Kwa tukija hapa kwenye matumizi, kwa tunaweza kuongeza matumizi mengine yoyote. Yale ni aina ya matumizi, lakini sasa hapa tunakuwa tunaweka yale matumizi sasa kila siku. Kwa tukibonyeza hapa chagua aina ya matumizi, kwa tutakuja tutachagua aina ya matumizi. Kwa unaweza kusema labda ni umeme, alafu tukaongeza sasa hapa maelezo zaidi. Kwa unaweza kusema labda ni umeme wa mwezi wa 4.
umeme ulikuwa shingapi, labda 5,000. Tunaweka tarehe na njia ya malipo kama kuna maelezo ya ziada, kisha tunahifadhi mauzo. Labda tunakuja tunasema generator. Tunasema labda ni pesa ya kurekebisha generator, ambayo ilikuwa shingapi, labda ni 23,000. Ilikuwa keshi, labda tulilipa kwa njia ya simu. Ilikuwa tarehe ngapi, ilikuwa tarehe 3. Kwa tunahifadhi matumizi. Labda ilikuwa ni diesel tulinunua kwenye generator. Kwa tunaenda pia tunaweka generator. Hapa tulinunua diesel labda ya shilingi 45,000. Kwa tutakuja tutahifadhi matumizi. Labda matumizi mengine tulikuwa tuliajiri labda mfanyakazi, inatakiwa tumlipe. Kwa tutaenda kwa wafanyakazi. Labda tunasema mshahara wa Neema. Labda tuna mfanyakazi anaitwa Neema, tukamlipa hela yake. Labda tulimlipa shilingi 3,000 kwa siku. Siku gani? Ilikuwa tarehe 4, tukamlipa keshi. Kwa tutahifadhi mshahara wa Neema. Labda tulikuwa na gharama nyingine, labda usafiri. Labda tutasema usafiri, tutasema kuja ofisini ilikuwa ni 2,000, tunahifadhi. Labda tena kwenye usafiri, labda kufuata mizigo. Kufuata mizigo sokoni. Labda ilikuwa shingapi, 4,000. Labda hapa katika maelezo tutasema Neema alifuata vifaa vya keki sokoni. Kisha tunahifadhi. Kwa matumizi yetu yote yatakuwepo hapa. Kwa hiyo tukibonyeza kama hii umeme wa mwezi wa 4, maana yake itatuonesha. Kama tulikuwa tumekosea, maana yake tunaweza kurekebisha. Tukibonyeza mshahara wa Neema, maana yake itatuonesha. Tukiweka hapa kufuata mizigo, itatuonesha na maelezo yake. Lini, nani alifanya nini. Kwa hiyo tunaweza kuja hapa nyumbani tukaona matumizi ya leo ambayo yametumika ni shilingi 59,000. Mauzo yetu ni haya, madeni yalikuwa 2, tumeshalipa yote. Kwa home yetu itaonekana hivi. Kwa hiyo ni namna ya kuweka matumizi. Kwa matumizi inategemea na hizo aina mbalimbali. Kwa kutokana na aina ya matumizi, maana yake ndio unaweka matumizi. Kitu kingine, tumeona namna ya kuweka bidhaa, pia tumeona namna ya kuweka mauzo, lakini pia tumeona namna ya kuweka matumizi. Pia tumeona namna ya kuweka mteja. Na tukienda hapa zaidi, tukaenda kwenye hapa list ya wateja, tutaona wateja wetu wote ambao tumewaweka. Na tukimbonyeza mteja husika, atatuletea taarifa zake zote na mauzo aliyoyafanya mteja wetu. Hiyo ndo kwa ufupi kuhusiana na namna ya kusimamia biashara yako ya bakery katika mfumo wetu wa dukani. Vitu vingine vilivyopo, maana yake tutaendelea kutengeneza video zingine zaidi. Asanteni.